Omba. Baba wetu na Mungu, asante kwa kuwa pamoja nasi. Mbariki yule mtazamaji, mtakase, acha fundisho hili litusaidie sote, kwa jina la Yesu Kristo, amina. Rafiki mpendwa, kumbuka hapa ambapo tumefika ni pahali ambapo kila mmoja wetu, kila mtenda dhambi alitakiwa apate kupaona, alitakiwa apate kupafikia, kulingana kitabu cha Kutoka 27 aya yake ya kwanza hadi ya 8. Hiyo ndio andiko kuu linaloelezea kuhusu jambo hili. Baada ya kuona pango na mlango mkubwa huu, tunaingia katika mlango huu wa pango, tunakutana na katika uwanja wa hema takatifu tunakutana na jambo la kwanza ambalo tunakutana nalo linaitwa madhabahu ya sadaka. Madhabahu inafundisha nini? Rafiki mpendwa, madhabahu inafundisha gharama kubwa ya dhambi. Inafundisha mtenda dhambi kwamba dhambi yoyote unayoifanya, ambayo mtu wa Mungu anaifanya, ina gharama kubwa. Iwe dhambi ndogo, iwe dhambi kubwa, zote zina gharama kubwa. Madhabahu ilitengenezwa kwa mbao za mshita, na hiyo madhabahu ikafunikwa kwa shaba. Katika Biblia wanapoelezea shaba mara nyingi ni ishara ya hukumu wa Mungu, wa hukumu dhidi ya dhambi. Kwa hiyo kila siku, acha nikuambie rafiki mpendwa, kila siku kwenye madhabahu hiyo wanyama walichinjwa, kila siku damu ilimwangika hapo kwenye madhabahu. Hii ilikuwa fundisho kwamba mshahara wa dhambi ni mauti, kulingana kitabu cha Warumi 6 aya yake ya 23. Dhambi si kosa ndogo rafiki mpendwa, kila dhambi inaleta mauti. Ndiyo sababu Yesu alikufa msalabani. Yaani tunapofika kwenye madhabahu inakuambia kwenye kuna dhambi, ili dhambi isamehewe sherti kuwe kumwangwa damu, sherti kuwe mauti, sherti kuwe mtu atakayefariki. Ndio maana katika Israeli, kulingana na kitabu cha Kutoka 25 inatueleza kwamba kwenye madhabahu damu ilimwangika, na damu ilikuwa ni ya nini? Damu ilikuwa ni ya mnyama asiyekuwa na hatia. Ndio maana acha tuulize hivi, katika madhabahu kuliendesha aina ngapi ya sadaka? Sadaka zilizoendeshwa hapa katika hiyo madhabahu, kulikuwa aina nyingi ya sadaka. Kulikuwa sadaka kulingana kitabu cha Walawi, kulikuwa sadaka ya kuteketezwa. Hii sadaka ya kuteketeza ilifundisha kujitoa kikamilifu kwa Mungu. Kuna sadaka nyingine ilikuwa ni sadaka ya unga. Mdhambi ama mtu analeta unga, na hiyo sadaka ya unga ilifundisha shukrani kwa Mungu. Sadaka iliyofuata ilikuwa ni sadaka ya amani. Sadaka hii ilifundisha ushirika kati ya Mungu na mwanadamu. Sadaka iliyofuata ilikuwa sadaka ya mtenda dhambi. Hii ni sadaka ya kuomba msamaha na toba kwa Mungu. Sadaka hii ilifundisha kwamba ninapotaka kupata toba kutoka kwa Mungu kwa makosa ambayo nimeyafanya, nije na mnyama asiyekuwa na tatizo lolote, nimlete hapo mwana kondoo nimlete hapo, nimlete kwa kuomba msamaha kwa Mungu. Na hii ilikuwa ni sadaka ya kuomba msamaha. Na jambo lingine, sadaka nyingine ni kwamba kulikuwa sadaka ya hatia. Sadaka hii ilifundisha toba ya kweli pamoja na kurekebisha makosa. Lakini acha nikuambie, sadaka hii ya hatia na sadaka hiyo ya kuomba msamaha, sadaka hizi mtenda dhambi ndiye aliyeileta mwenyewe. Na hii unapoileta wewe mwenyewe, unapoona mtenda dhambi anapokuja na mwana kondoo, hakuificha mwana kondoo anapomleta kwenye madhabahu. Mwana kondoo alitoka nyumbani, anatoka sijui kwake, sijui anamtosha wapi. Unamuona yule mwana kondoo akikokota, yule mtenda dhambi akikokota mwana kondoo. Majirani watamuona akipeleka sadaka hiyo, wale wa pembeni watamuona akipeleka. Katika barabara akija na mwana kondoo, wale wanaopita, wapitaji njia, watamuona anapokuja. Na anapoleta mwana kondoo hapo, atapokelewa na kuhani. Na kuhani anapoipokea, yule atakayechukua kisu na kuweka kisu kwenye yule mnyama, yaani kumchinja mnyama,
ni mdhambi ndiye aliyekuwa anamchinja mnyama, na kuhani anachukua damu kwa ajili ya kufanya mambo mengine, kwa ajili ya kuenda kwa ajili ya toba. Hii ni kitu cha pekee ambacho nilipendelea ukifahamu. Mtenda dhambi mwenyewe anakuja na sadaka yake. Hakuna kumtuma jirani, hakuna kumtuma mama, hakuna kumtuma baba kwamba aende kuniombea msamaha. Ina fundisho kubwa, rafiki mpendwa. Dhambi ina gharama kubwa. Dhambi unaweza kuifanya katika maficho, lakini kuna wakati itaonekana kirasmi. Ndio maana sisi leo, namna mwana kondoo amekuja na amekufa kwa ajili yetu, ambaye ni Yesu Kristo, mwana kondoo wa Mungu, unaweza kuomba msamaha. Haijalishi kutembea barabarani, lakini hata unaweza kupiga magoti nyumbani. Unapiga magoti katika chumba chako, unamwomba Mungu, yuko tayari kukusamehe. Kwa nini? Kwa sababu yule damu ya mwana kondoo haikuweza kumaliza dhambi. Lakini kulingana kitabu cha Waebrania 10 aya ya 4 inasema kwamba haiwezekani damu ya mnyama na mbuzi kuondoa dhambi. Haiwezekani. Yaani ni damu ya Yesu ndiyo ambayo iliweza kuondoa dhambi. Ndio maana Yohane Batizaji katika Yohana 1 aya yake 29 anasema, tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Hii ni fundisho la pekee, namna mdhambi alivyokuwa anakuja na kondoo. Yesu mwenyewe Baba Mungu amemtuma kwa ajili ya kufa kwa ajili yako. Sasa tunapofika katika mfululizo wa mafundisho ya hema takatifu, tufikapo kwenye hiki chombo cha madhabahu, hii madhabahu ya sadaka inakufundisha kwamba mwenye dhambi, wewe mwenyewe utakuja, unalazimika kuja mwenyewe kwa kuleta kondoo yako. Walawi 1 aya 4 na ya 5. Hakuna mtu atakayebeba sadaka yako, hakuna mtu ambaye utakayemtuma. Hii inaweza kuwa fundisho la pekee kwako. Hakuna mtu anaweza kuja kukuokoa pasipo kukata hatua ya wokovu wako. Wewe umefanya dhambi. Wewe tunaona mtu ni mlevi, unamwambia achana na ulevi, anasema niombee. Tutakuombea wakati wewe ukingali na maamuzi, madecision za kuiba, madecision za kufanya mabaya. Acha kuwa kwanza na shauku ya kuacha kile kitu kibaya unachokitenda, ili maombi ya mchungaji, ili maombi ya yule padri, ili maombi ya yule mtumishi wa Mungu yakuwe na nguvu kwako. Mtaniombea basi, mie sijui ile, mniombee niache kuharibu amri za Mungu. Acha kata hatua ya kuacha kuharibu, na Mungu atatenda. Namna kuhani alivyokuwa anafanya kwa ajili ya kusaidia, kuhani kwenye madhabahu alikuwa kama mwakilishi, msimamizi kati ya mwanadamu na Mungu. Na hivyo leo hii hatuna yule ambaye amesimama kati ya mwanadamu na Mungu isipokuwa ni Yesu. Na ikiwa ni Yesu, wewe ukitaka mambo yako yaende kwa usawa, pitiza mambo yako kwa Yesu. Namna kuhani alivyosimama kwa kumpokea mdhambi na kumleta karibu na madhabahu, na hivi ndivyo Yesu amesimama leo. Hakuna mtu mwingine, kulingana na Biblia, hakuna mtu mwingine ambaye amesimama kati ya mwanadamu na Mungu. Mtu yule tu ni Yesu. Usikamate mchungaji wako, usikamate padri wako, usikamate kasisi wako, usikamate nabii wako kama yule atakaye kupeleka mbinguni. Padri wako, pasta wako, hata awe na cheo kiasi, awe na kadhi namna gani, au mhubiri namna gani, amekuwa na nafasi na ingapi katika kanisa, hiyo si dalili za kwamba yeye anaongea na Mungu. Wewe kile cha kufanya, uhusiano wako pamoja na Mungu ndicho kitu cha maana, kwa sababu Yesu ndiye kuhani mkuu siku za leo, kulingana na Waebrania 4 aya ya 14 hadi 16. Sasa kizazi cha leo, wewe pamoja nami, tunaweza jifunza nini kupitia madhabahu ya sadaka? Funzo la kwanza nimelitoa pia, linasema dhambi si jambo la kuchezea. Leo ulimwengu umeharibika, si kwa sababu ya umaskini, si kwa sababu ya njaa, si kwa sababu ya magonjwa yasiyokuwa na tiba, lakini ulimwengu leo umechafuka, na umechafuka leo kwa sababu ya dhambi. Tukiweza kuiacha dhambi, ukiachana na hiyo dhambi yako, rafiki mpendwa,
na kuwa pamoja na uhusiano bora pamoja na Mungu, utakuta kwamba gharama ya dhambi haitakuwa na nguvu kwako. Dhambi haitakuwa na nguvu kwako. Hakuna msamaha bila Kristo. Elewa jambo la pili hili, yaani funzo la pili kwenye madhabahu ya sadaka ya kuteketeza. Hakuna msamaha bila Kristo. Fedha, dini, elimu au maendeleo, utajiri wako, mema yote unayoyatenda haiondoe dhambi zako. Umesaidia mayatima, umesaidia wajane, hivi haviondoe dhambi ambazo umeshatenda. Yesu Kristo ndiye anayeondoa na kuifuta dhambi. Unapoelezewa habari za Kristo, wewe usimkamate Kristo kama kitu cha kuchezea. Elewa kwamba hakuna msamaha bila Kristo. Umependa kanisa, kuipenda kanisa haikuhakikishie kwamba umesamehewa. Unaweza kuipenda kanisa sana, unahubiri sana kwenye mitandao kanisani, unahubiri sana kwenye marafiki wanakujua vizuri, lakini usipomsamehe, usipoomba msamaha na kuachana na dhambi unazozifanya, matendo yako yote ni sifuri. Ndio maana fundisho lile likusaidie. Elewa kwamba toba ya kweli huonekana kwa kubadilika maisha. Mwenye kutoa sadaka ya hatia alitakiwa pia kurekebisha makosa yake. Vivyo hivyo Mkristo wa kweli hurudisha haki, huomba msamaha na kuacha dhambi. Yaani rafiki mpendwa, toba ya kweli haionekani kwa maneno, huonekana kwa badiliko. Tunapofika kwenye madhabahu ya sadaka, inakufundisha kwamba ninapokuwa nimekuja na sadaka yangu, mzambi anapokuwa ameleta mwana kondoo wake, tafadhali yule akiwa na mwana kondoo mbele ya madhabahu, kwenye madhabahu, tafadhali anaweka mikono yake kwenye huyo mwana kondoo. Yaani mwana kondoo anakufa kwa ajili ya mzambi. Mzambi atatoka hapo hajakuwa na tatizo lolote la kuumia ama ameumia kidonda, hakuna, bali hiyo mwana kondoo ambaye amekuja ndiyo atatoka hapo na ndiyo ambaye ameuawa, amechinjwa. Mzambi alitakiwa anapotoa makosa yake na dhambi zake kwenye mwana kondoo, yeye atoke hapo amepata badiliko. Hivyo hivyo unatakiwa wewe unayemuita Kristo, wewe unayeishi kwa jina la Kristo, wewe unayeimba kanisani, wewe unayehubiri usiku na mchana, wewe mhubiri, unatakiwa uishi toba kamilifu. Toba nzuri haionekani kwa maneno, inaonekana kwa badiliko. Fundisho la pili lingine nalo lipata kwenye madhabahu ya sadaka ni kwamba hakuna nyama ambayo Mungu alikataza iliyotolewa. Kulitolewa ng'ombe, kulitolewa mbuzi, kulitolewa mwana kondoo. Hakukutolewa nyama zingine zilizokatazwa na Mungu. Yaani maana yake kitu kisafi ndicho kinatolewa kwa Bwana. Tafadhali rafiki mpendwa, Mungu acha kucheza naye, haziakiwi. Unaposimama kwa ajili ya kumwabudu Mungu, jifanye ujitakase kwanza. Rafiki mpendwa, fundisho kubwa ziko hapa. Acha tuachie hapa fundisho haya zikusaidie kuelewa madhabahu ni nini, na wewe unatakiwa kumkamata Kristo kama mwana kondoo ambaye amekufa kwa ajili ya dhambi zako.